naitwa Abubakar Abdullah Machano, ni mwanafunzi wa degree Civil Engineering mwaka wa pili, lakini pia ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi katika taasisi hii ya sayansi na teknolojia ya Karume. Kwa jumla leo tarehe 8 tunafanya zoezi la upigaji kura kwa kumchagua rais wa chuo pamoja na makamu wa rais ambao watawavusha wanafunzi na watakuwa sauti ya wanafunzi chuoni, ndani ya chuo na nje ya chuo. Zoezi kijumla limeenda vizuri mpaka sasa hivi, linaendelea vizuri kutoka mwanzo kwenye kampeni mpaka sasa hivi tulipofikia kwenye kupiga kura, kwamba wanafunzi pamoja na wagombea wote kuna hali ya amani. Mwitikio wa wanafunzi ni mzuri, japokuwa vipindi vinaendelea kwa sababu hatujaweza kuvisitisha vipindi vinaendelea, lakini bado mwitikio ni mzuri, na wanafunzi wanapotoka darasani tunategemea saa 6 walimu wote watakuwa wamesitisha kwa ajili ya break, kwa tutawapata wanafunzi wote ambao watakuja kukamilisha kupiga kura mpaka saa 7:30. Ndio wagombea kwamba tunaomba wagombea kwamba yoyote litakalotokezea, yani kama ikitokezea kura hazikutosha kwa mgombea kufikia kuwa rais wa taasisi, basi aridhiki na matokeo, sababu hapa hakuna atakayeshindwa. Yani kuna ambaye kura zake zitatosha ambaye atakuwa rais na makamu wa rais, na kuna ambao kura zao ambazo hazitotosha kwa wao watashirikiana na rais kuepusha hii taasisi, kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata mahitaji yao ambao wanatakiwa wapate ndani ya shule pamoja na nje ya taasisi yetu ya Karume. Na pia ninapenda kushauri kwa wagombea pamoja kwa wanafunzi, kwanza kwa mgombea ambaye atabahatika kuunda serikali ya wanafunzi ya taasisi hii ya sayansi na teknolojia ya Karume, ajitahidi kushirikiana na viongozi wenziwe ambao wamegombea nao pamoja na wanafunzi wengine, kwa sababu serikali ya wanafunzi ni serikali ya wanafunzi wote, yani haiangalii kwamba ni rais au makamu wa rais ama ni baraza la maadili litakalochaguliwa, ni serikali ya wanafunzi wote. Kwa uzuri kwamba washirikiane, kuhakikisha kwanza wanapandisha matokeo ya wanafunzi na changamoto ambazo zinatokezea kiupande wa hostel, kiupande wa masomo, mashirikiano ya walimu na wanafunzi, kuhakikisha kwa pamoja wanayatatua kwa kushirikiana. Ndipo watashirikiana wataweza kutatua changamoto hizo. Kwa mujibu wa katiba yetu ya serikali ya wanafunzi, kila kiongozi anakaa kwa muda wa mwaka mmoja, lakini anaruhusika kiongozi kugombea mwaka mwingine wa pili, endapo kama atataka kugombea tena, amepata urais mwaka huu akagombea tena mwaka ujao, inaruhusika. Lakini kimaliza miaka miwili, hapo uruhusiki tena kugombea urais. Jina naitwa Halfan Abdalla Kayuchi, ni mlezi wa serikali ya wanafunzi. Tuko hapa leo, wanafunzi wanatekeleza haki yao ya kimsingi ya kikatiba, kwamba kila baada ya mwaka mmoja basi wanafunzi wanakuwa na fursa ya kuchagua viongozi wao, na viongozi hao kuna kipindi cha kampeni, na kampeni zinapotamatika wanaingia kwenye uchaguzi kama siku ya leo. Wito wangu kwa wanafunzi hawa, baada ya mgombea wao waliompigia kura, watakaompigia kura kumchagua kuwa kiongozi wao, washirikiane naye, wampe mashirikiano, na pia kiongozi huyu awe mstari wa mbele katika kutatua changamoto za kitaaluma na zinazohusiana na mazingira yetu kitaaluma, kuweza kuhakikisha wanafunzi hawa wanaishi katika mazingira mazuri ya kitaaluma. Na la msingi na muhimu kwa wanafunzi hawa wa vyuo vikuu, wahakikishe kuwepo swala la amani. Viongozi waliochaguliwa na wale waliowachagua wahakikishe amani ndani ya chuo, amani ya nchi ni vitu vya msingi sana. Kama wasomi lazima tuzingatie swala la amani. Ni wanafunzi kutoka Karume Institute of Science and Technology, ni wanafunzi kutoka idara ya Digital Design and Development. Pia ni mpiga kura. Hali ya upiga kura inaonyesha ni hali ambayo ni amani na utulivu, hakuna fujo wala shida zozote ambazo zimetokezea, imani kwamba tuna matarajio na viongozi ambao tumewachagua. Asante. Kwa jina naitwa Yakubu Omar Osman, ni mwanafunzi wa mwaka mwanzo Department ya Civil and Transportation Engineering. Leo nimefika hapa katika kituo cha kupiga kura na uchaguzi umefanyika vizuri kwa amani na utulivu. Kila mtu amepiga kura kwa siri na kwa haki. Matarajio yaliyopo kwamba kila kiongozi kutokana na hoja zao waliotoa, hoja zao zote kisikiza ni nzuri na zinafikia malengo yetu sie na mahitaji yako, yana hali ya kupeleka maendeleo ya chuo chetu.
Kwa hiyo kila mtu na maono yake, lakini kwa kila kiongozi matokeo atakayotoka nitakubaliana nayo, kwa sababu sera zao zote nilizosikiliza ziko vizuri. Tutajitahidi tutoe mashirikiano kwa wao, kwa sababu sisi na wao ni kama ndugu, kwa sababu sisi taarifa zetu ndo zinapiga wao, tukiwa hapa ndo wanazifikisha kwa juu. Ina maana sasa kama tutaepuka kushirikiana nao, tutashindwa kupeleka malalamiko yetu sehemu husika. Kwa hiyo bila wao sisi hatuwezi kupeleka mawasiliano. Kwa majina naitwa Idrisa Harbuadi, ni mwanafunzi katika chuo cha Karume Institute of Science and Technology, ambaye anagombea nafasi ya urais kwa awamu ya mwaka 2025-26. Matarajio yangu kuwa uchaguzi utaenda kwa amani bila vurugu na kumaliza salama, na natarajia kwa kutokana na sera nilizoambia wanafunzi wenzangu kwamba watanichagua kuwa rais kwa awamu ya mwaka 2025-26, lakini pia endapo kama wasiponichagua sitofanya vurugu, nitashirikiana na kiongozi ambaye atachaguliwa kwa ajili ya kuijenga Karume ambayo bora ili kumaliza salama na tupate maendeleo. Kwa jina naitwa Mulhat Abdalla Juma kutoka Karume Institute of Science and Technology. Ni mwanafunzi nasomea uhandisi wa ndege na matengenezo ya ndege katika mwaka wa 4. Mimi nagombania nafasi ya makamu wa rais pamoja na mgombea wenzangu ambaye ni Meshack Ezekiel Kitoba ambaye anagombea nafasi ya urais. Sisi tumeamua kugombea nafasi ya urais pamoja na makamu katika chuo cha Karume Institute of Science and Technology kwa ajili ya kuweza kuleta mabadiliko makubwa ambayo ni positive, yani inamaanisha positive development katika Karume Institute of Science and Technology. Kwa kipindi chote ambacho tumekaa katika chuo chetu kuna changamoto nyingi ambazo kama wanafunzi tumezi experience, lakini kutokana na uweledi na kufanya kazi katika chuo hiki tunaamini kuwa endapo wanafunzi watatuchagua tutaweza kuleta mabadiliko mazuri katika Karume Institute of Science and Technology. Lakini pia mimi kama nafasi yangu ya makamu wa rais naahidi kuwa nitaweza kushirikiana bega kwa bega pamoja na viongozi wangu wakubwa wa juu, lakini vile vile sitovunjika moyo ikiwa nafasi hatukuipata. Bila shaka nitaweza kutoa mashirikiano pamoja na viongozi ambao wako madarakani, kwa sababu lengo letu sote ni kuweza kutatua changamoto za wanafunzi katika Karume Institute of Science and Technology. Naitwa Meshack Ezekiel Kitoba, ni mgombea wa nafasi ya urais wa serikali ya wanafunzi kisitiso kwa mwaka 2025-26. Mimi kwa leo sina mengi ya kuzungumza sana, lakini kikubwa tu ni kwamba tumeanza rasmi zoezi la uchaguzi na linaendelea vizuri kwa amani na utulivu, na matumaini yetu kulingana na sera na kampeni na sehemu mbalimbali ambazo tumetoka kunadi yale ambayo tunatarajia kuyafanya kwenye upande wa serikali ya wanafunzi, ni sehemu ya wanafunzi kuwashawishi kuwa na kwenda kuchagua kuongoza serikali ya kisitiso kwa mwaka 2025-26. Nimalizie tu kwa kusema natarajia uchaguzi utaisha kwa amani na haki, na mimi nitaunga mkono matokeo yote yatakayopatikana. Jina langu ni Christine Christopher Francis, ni mwanafunzi wa Aircraft Maintenance Engineering hapa Karume. Natoka department ya mechanical. I'm honored to be an appointed contestant in this presidential post, na ni nafasi yangu ya pekee sana kugombea urais katika mwaka wa 2025 na 2026, na matarajio yangu nikipata nafasi hii ni kuweza kuibadilisha Karume ambayo tumejua kwa miaka mingi, kuweza kubadilika na kwenda katika viwango vingine kwa kubadilisha baadhi ya mambo ndani ya Karume. Naweza nikayataja kwa ufupi. Kwanza, jambo la kwanza ni kuhusiana na zahanati. Nitahamasisha bodi ya chuo kuweza kujenga zahanati ambayo itasaidia kutoa matibabu kwa wanafunzi kwa haraka na kwa urahisi ili kuwezesha masomo, maana najua bila afya nzuri hatuwezi kusoma vizuri. Jambo lingine ni kuhusiana na mazingira na elimu iliyo bora. Ni pamoja na kuongeza vitendea kazi, tukiangalia walimu pamoja na materials kama vitabu na internet. Asante.